Habari mbaya kutoka mjini Arusha kumuhusu Rais Samia Suluhu na ajali umeshtua taifa na dunia zima. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Taarifa zinazozagaa ama zilizozagaa kwenye mitandao ya kijamii Jumatano Oktoba tarehe 1 zilidai kuwa msafara mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia CCM Samia Suluhu Hassan ulikuwa umehusika katika ajali mbaya mkoani Arusha. Hata hivyo, uchunguzi uliofanywa ulithibitisha kuwa madai hayo yalikuwa ya uongo na yalitengenezwa kwa lengo la kupotosha umma. Kwa mujibu wa ITV Digital, Daktari Samia Suluhu Hassan alisafiri hadi Arusha salama akitokea mkoani Kilimanjaro akiwa na ujumbe wake mzima. Alipowasili, alipokelewa na wanachama pamoja na viongozi wa CCM mkoani Arusha wa maandalizi ya mkutano mkubwa wa hadhara uliopangwa kufanyika Alhamisi Oktoba tarehe 2 mwaka huu katika uwanja wa michezo wa Sheikh Amri Abeid. Uchunguzi wa kina wa ITV Digital ulibainisha kuwa picha na video zilizotumika kusambaza taarifa hizi za upotoshaji zilihusiana na ajali ya zamani iliyotokea Februari tarehe 11 mwaka 2024. Ajali ilihusisha msafara wa aliyekuwa katibu wa INEC itikadi na uenezi wa CCM Paul Christian Makonda wakati wa ziara ya kikazi wilayani Masasi mkoani Mtwara. Na katika tukio la mwaka 2024, magari 12 yalipata ajali baada ya vumbi zito lililotokana na barabara ya ujenzi kuathiri muonekano wa madereva. Hali hiyo ilisababisha uharibifu mkubwa wa magari na kuwajeruhi watu kadhaa, lakini hakukuwa na vifo. Tukio hilo lilikuwa na mazingira yake binafsi na halikuwa na uhusiano wowote na msafara wa Daktari Samia kama ilivyodaiwa kwenye mitandao ya kijamii. ITV Digital iliwatahadharisha wananchi kuhusu kuamini na kusambaza taarifa zisizo na uthibitisho, hasa zile zinazopatikana mitandaoni. Vyombo vya habari vya kuaminika vilihimiza wananchi kuendelea kutafuta taarifa sahihi kutoka kwa vyanzo rasmi ili kuepuka kudanganywa na propaganda zinazolenga kuleta taharuki na mashaka katika jamii. Kwa kuzingatia hali hiyo, ITV Digital ilieleza wazi kuwa tukio hilo la ajali lilitajwa kuhusiana kabisa ama halikuhusiana kabisa na msafara wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Viongozi na wananchi waliokuwa wakijiandaa kwa mkutano wa kampeni jijini Arusha na msafara wake haukukumbwa na changamoto yoyote ya kiusalama. Na taarifa hizo za uongo zilitazamwa kama jaribio la kueneza hofu na kuchafua taswira ya kiongozi wa kitaifa kwa kutumia kumbukumbu za matukio yaliyopita. Onyo lilitolewa kwa Watanzania wote kuwa makini na taarifa zinazojitokeza kwenye mitandao bila uhalisia, kwani upotoshaji wa aina hiyo unaweza kuathiri utulivu wa taifa. Na kwa wakati huo huo, maandalizi ya mkutano wa Daktari Samia jijini Arusha yaliendelea bila kusumbuliwa na taarifa hizo, na ni jambo lililothibitisha kwa madai ya ajali hayakuwa na msingi wowote. Huu ulikuwa ni uchambuzi kutoka hapa Kenyascope. Endelea kufuatilia habari za kina, za haraka na za kuaminika kuhusu matukio makubwa yanayojiri nchini na duniani.